ya semina upeo wa ukombozi wetu bado inaendelea, na sichoki kurudia kiini cha ukombozi wetu ambacho ni Wagalatia sura ya 3 aya ya 13, ambapo imeandikwa, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Na laana ya Torati ilifuatia anguko la Adamu na Hawa walipokula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, waliokuwa wamekatazwa na Mungu wasiguse wala wasionje. Ndipo laana ya Torati ikapata nafasi ya kuingia, ikiwa na majanga matatu. Janga la kwanza likiwa ni kifo cha kiroho, maana walipokula matunda yale walikufa kiroho. Alafu janga lingine lilofuatia anguko hilo ni magonjwa na udhaifu aina zote. Na kisha janga la tatu ni umaskini. Kwa janga hilo la tatu, Bwana wetu Yesu Kristo aliziacha mbingu akaja ulimwenguni. Kama tunavyosoma katika Wakorintho wa pili sura ya 8 aya ya 9, pamoja na mambo mengine alikuja kuchukua umaskini wetu. Maana imeandikwa, kwa maana tumejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tutamke maneno hayo, kwa maana tumejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu sisi, ingawa alikuwa tajiri, ili sisi tupate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Nafikiri naeleweka. Yesu alikuwa maskini kwa ajili ya nani? Sio kwa ajili yake, ni kwa ajili yetu sisi, ili sisi tuwe matajiri kwa umaskini wake. Ni mara tu unapoamua kuokoka, hata kama ni fukara kiasi gani, ni lazima huo ufukara ufanyeje? Ufike mahali unaondoka, alafu naanza kuwa tajiri na kula mema ya nchi bila ya upendeleo. Amen. Watu wote waliookoka kila mahali, kutoka hali zote za maisha, ni halali, ni haki mbele za Mungu kila mmoja wao awe nani? Tajiri. Niulize tena, nani anapenda kuwa tajiri? Mungu akupi vitu ambavyo hutaki. Vitu ambavyo vitaki hustahili kuwa navyo. Nani anapenda kuwa tajiri? Ambayo ni haki yako ya kiukombozi. Pamoja na kuwa ni haki yako uwe tajiri, ni lazima mzingatie mastaki ya kuwa tajiri. Mnanisikia? Kuna mastaki ya kuwa nani? Tajiri. Ili jengo la kuabudia likifungwa, ni mpaka uwe na ufunguo ndipo ingie ndani. Na maisha ya utajiri yana mastaki, yana ufunguo ambao ni Mithali sura ya 10. Mastaki ya kuwa tajiri ni Mithali sura ya 10 aya ya 22. Baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Tutamke
Baraka ya Bwana utajirisha. Tamka kwa nguvu. Wala haichanganyi huzuni nayo. Kwa hiyo ukitaka kuwa tajiri, ukitaka kuachana na maisha ya umaskini, zingatia kuachilia mtiririko endelevu na wa kudumu wa baraka ya Bwana Mungu wako, ambayo ndiyo itaendelea kukutajirisha kutoka ufukara na kwanza kuwa tajiri. Ulikuwa huwezi kushika pesa, sasa unaanza kuhesabu pesa, makumi, elfu, malaki, mamilioni, mabilioni, hata matrioni. Amen. Na kuachilia baraka ya Bwana kwa neno moja ni utoaji. Umesikia jamani? Ni nini? Utoaji ndio njia ya kuachilia baraka ya Bwana, lakini eleweke, ni utoaji wa viwango, sio utoaji wa visenti. Ni utoaji wa nini? Wa viwango, sio visenti. Visenti vinaachilia baraka za rasharasha, manyunyu ya baraka. Toa sana, utashuhudia mafuriko, milipuko ya mafuriko ya baraka. Na matoleo yanayoachilia baraka ya Bwana inayokutajirisha, na ambayo Mungu haichanganyi huzuni nayo. Haichanganye huzuni nayo. Ngoja nieleze maana yake. Mungu akiachilia baraka yake juu yako, hataki ichangamane na nini? Na huzuni. Kivipi? Hataki uugue, patikane na magonjwa, kwa sababu magonjwa ni matukio ya huzuni. Halafu unatumia gharama kubwa kwa matibabu. Hizo hela kabisa zinakuwa misused, zinakwenda mahali ambapo sio penyewe. Mungu hataki. Kwa hiyo Mungu anakupa afya na nguvu, anakuhakikisha afya na nguvu. Amen. Halafu Mungu hataki uibiwe. Ukiibiwa ni huzuni na unarudi nyuma kimapato. Kwa hiyo Mungu anaweka uzio wa ulinzi. Mungu hataki upatikane na ajali. Mungu unaposafiri unakwenda na kurudi salama salamini. Kwa sababu ukipata ajali ni tukio la huzuni. Unaweza ukaumia vibaya, unaweza hata kufa. Imeeleweka sasa? Kwa hiyo ukielewa mambo haya, kwa Mungu akiachilia baraka zako, anahakikisha uko salama. Na kila kitu ulicho nacho ni salama. Familia yako ni salama. Amen. Ili baraka zako ziwe endelevu na kuzidi kuwa nyingi. Amen. Na utoaji unaoachilia baraka ni wa matoleo yafuatayo. Matoleo yafuatayo ndio huachilia baraka ya Bwana Mungu inayokutajirisha. Nambari moja, andika. Nambari moja, andika. Ni sadaka za malimbuko, na kitabu chake kipo hapa. Shilingi 5,000 tu. Sadaka za malimbuko. Hiyo ni nambari moja kabisa. Halafu namba 2 ni mafungu ya 10 na sadaka mbalimbali. Mafungu ya 10 na sadaka mbalimbali. Namba 3, sadaka 3 za sikukuu za Bwana Mungu. Sadaka 3 za sikukuu za Bwana Mungu, ambazo kwa kanisa ni Pasaka,
Tunaazimisha Pasaka mwaka kwa mwaka, lakini kimapochopocho ya gharama. Ijumaa Kuu na Jumapili ya Pasaka tumetoa nini? Visenti. Nyumbani tumegharimia pesa nyingi za kula Pasaka nyumbani. Wengine wanafanya vituko kweli vya matumizi makubwa siku ya Pasaka. Na kanisani wametoa visenti. Ndio maana makanisa ni fukara. Sikukuu ya pili ni sikukuu ya Pentecost. Sikukuu ya Pentecost. Na sikukuu ya tatu ni sikukuu ya upatanisho. Kwa hiyo kuna aina tatu za utoaji wa viwango unaoachilia baraka ya Bwana inayowatajirisha watu makini ambao wanamaanisha wanawania baraka ya Bwana. Ndio hizo aina tatu za matoleo. Aina ya kwanza, nirudie tena, ni nini? Sadaka za malimbuko ambazo zinatolewa mwezi gani? Januari mwaka kwa mwaka, kwa kuzingatia sifa zake mbili za wingi na nini? Na ubora. Aina ya pili ya matoleo yanayoachilia baraka ya Bwana inayokutajirisha ni mafungu ya 10 na sadaka. Aina ya tatu ya utoaji unaoleta baraka ya Bwana ni sadaka tatu za sikukuu za kanisa. Niseme hivyo, za sikukuu tatu za kanisa. Ya kwanza ikiwa ni sikukuu ya Pasaka, ya pili sikukuu ya Pentecost, ya tatu sikukuu ya upatanisho. Kwa leo sasa naanza na maana na baraka za sadaka ya Pasaka. Ndio somo langu kwa leo. Maana na baraka za sadaka ya Pasaka. Amen. Ni tunasoma Kutoka sura ya 23 aya ya 14. Kutoka 23 aya ngapi? 14. Panasemaje? Mara 3 kila mwaka utaniwekea sikukuu. Tuseme wote, mara 3 kila mwaka. Tamka jamani, mara 3 kila mwaka utaniwekea sikukuu. Ni Mungu alikuwa anasema na wana wa Israeli baada ya kuwa wamekombolewa kutoka utumwani Misri. Wameshavuka pakavu, bahari ya Shamu. Wametembea hadi kwenye mlima Sinai, ambapo walipiga kambi kukabili upande wa mashariki. Walipiga kambi hapo kwa mwaka mzima. Ndipo sasa Mungu akawaambia, mara 3 kila mwaka mtaniwekea sikukuu. Na jumla yao waliokuwa wamepiga kambi hapo baada ya kuwa wamekombolewa walikuwa ni 3,000,000. Mara 3 kila mwaka mtaniwekea sikukuu. Hiyo sentensi ilivyokaa, unaelewa hapo kuwa ni amri. Sawa? Mara 3 kila mwaka mtaniwekea sikukuu kwa wana wa Israeli waliokombolewa kutoka utumwani Misri. Waliamriwa. Kwa hiyo sikukuu, kwa mantiki hiyo, sikukuu kibiblia maana yake nini? Sikukuu kibiblia ni siku zilizoamriwa na Bwana Mungu kwa ajili ya kukutana na watu wake,
wakuwa wamejipanga vizuri kwa mambo mawili ya kimsingi. Narudia tena, sikukuu kibiblia maana yake ni nyakati zilizoamuliwa na Bwana Mungu kwa ajili ya kukutana na watu wake wakiwa wamejipanga vizuri kwa mambo mangapi? Mawili. Jambo la kwanza, wakiwa wamejitakasa kwa ajili ya kukutana na Mungu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wao wakiwa wamejitakasa, jambo hilo la kimsingi. Halafu jambo la pili, wakiwa si mikono tupu, kila mtu akiwa na sadaka inayoshikika. Imeeleweka? Kwa hiyo Mungu alisema nao wakiwa wamepanga, wamepiga kambi kukabili mlima wa Sinai. Ndipo alipowaamuru wakifika Kanani wazingatie kuadhimisha sikukuu 3 mwaka kwa mwaka. Baada ya hapo waliendelea kutangatanga jangwani kwa sababu ya kutokuamini kwao. Safari ya kutoka Misri hadi Kanani ingeliwachukua siku 11 tu, lakini kwa kutokuamini kwao walijikuta wanatangatanga jangwani kwa muda wa miaka 40. Baada ya kutangatanga miaka 40, hatimaye walipiga kambi katika bonde la mto Jordan. Ndipo sasa Musa akaamuliwa na Mungu afanye marudio ya yale aliyosema nao wakiwa chini ya mlima Sinai, ambapo walikuwa ni milioni 3 na sasa ni milioni 6, kwa maana kuwa kuna milioni 3 wamezaliwa na kukulia wapi? Jangwani, na wakuwepo kwenye mlima Sinai. Katika hekima yake Mungu ikaonekana si vyema hao waliozaliwa na kukulia jangwani milioni ngapi? 3 wavuke na kuingia Kanani bila kuyajua maagizo ya Torati. Musa sasa ikabidi afanye rehearsal, marudio ya yale aliyosema nao Mungu Baba kwa muda wa mwaka mmoja, wakiwa wamepiga kambi mashariki ya mlima Sinai. Na Musa alifanya marudio hayo kwa kipindi cha mwezi mmoja, akawa amemaliza. Lakini kwa wazazi wao aliwapa hayo maagizo hayo kwa muda gani? Mwaka mmoja. Mnanisikiliza? Kwa wale waliokombolewa kutoka Misri wakapiga kambi chini ya mlima Sinai kukabili upande wa mashariki, alitumia muda gani kuwapa maagizo ya Torati? Mwaka mmoja. Lakini kwa hiki kizazi chao, jumla yao milioni 3, alitumia muda gani? Mwezi mmoja. Nafikiri unaona tofauti kati ya wale waliotoka utumwani Misri na wale waliozaliwa na kukulia jangwani. Amen. Hiki kizazi kilichozaliwa na kukulia jangwani kilikuwa ni chepesi kuelewa, walikuwa ni wepesi wa kuelewa. Lakini wale waliotoka utumwani Misri walikuwa ni wazito, usiombe kuambiwa. Walikuwa kabisa ni wazito, wagumu wa kuelewa. Ndio maana alitumia mwaka mmoja. Lakini watoto wao waliozaliwa na kukulia jangwani alitumia mwezi mmoja. Tatizo lilikuwa ni lipi? Unapenda nikwambie? Pamoja na kuwa wale milioni 3 walitoka utumwani Misri, lakini bado waliendelea na mtazamo wa kiutumwa, na huo ndio ulikuwa kipingamizi cha uelewa wao. Mmesikia jamani? Tatizo lao ni nini? Kipingamizi cha mtazamo wa nini? Wa kiutumwa, slavery mentality.
ndio ilikuwa kigingi, ndio ilikuwa kipingamizi kwa uelewa wao, mpaka Musa akatumia mwaka mzima. Lakini kwa watoto wao waliozaliwa na kukulia jangwani 3,000,000 hawakuwa na mtazamo huo wa nini? Wa kiutumwa. Hawakuwa na slavery mentality. Ndio maana alitumia muda mfupi tu, mwezi mmoja, na kisha Mungu akamwamuru aandike kitabu cha marudio ya Torati. Akaandika kitabu cha kumbukumbu la Torati. Unasikia kumbukumbu, kukumbuka, kumbukumbu la yale aliyowapa chini ya mlima Sinai. Ndio sasa akaandika kitabu cha kumbukumbu la Torati. Amen. Lakini nataka uelewe kwamba hawa waliozaliwa na kukulia jangwani jumla yao milioni ngapi? 3. Wakiwa wamepiga kambi katika bonde la mto Jordan muda kitambo kabla ya kuvuka pakavu mto Jordan kuingia Kanani, pamoja na mambo mengine. Mungu aliwaagiza kuazimisha sikukuu 3. Tunasoma hayo kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 16 na 17. Sura ya 16 ukianza aya 16 na aya 17 utaona mara 3 kila mwaka wanaume wako wote na watokee mbele za Bwana Mungu wako mahali pale atakapopachagua katika idi ya mikate isiyotiwa chachu na katika idi ya majuma na katika idi ya vibanda, wala wasitokee mbele za Bwana wakiwa mikono mitupu. Kila mtu na atowe kwa kadri ya baraka ya Bwana Mungu wake alivyompa. Amen. Tunaenda pamoja. Hapo sasa ni marudio ya yale aliyowapa wazazi wao wakiwa chini ya mlima Sinai. Mara 3 kila mwaka mtaniwekea sikukuu, kwa maana kuwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, sikukuu ya majuma na sikukuu ya nini? Ya vibanda. Amen. Tunaenda pamoja. Katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo hata sasa Waisraeli wanaendelea kuiazimisha sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, tena kwa wiki nzima, wakikumbuka, wakiazimisha kukombolewa kwao kutoka utumwani Misri. Tunaenda pamoja. Wanaazimisha hata sasa kwa wiki nzima. Wamama wa Kiisraeli wanahudumia familia zao kwa mikate isiyotiwa chachu, halafu wanatoa sadaka ya mikate isiyotiwa chachu. Hata sasa wanaazimisha. Amen. Taifa la Israeli lilikatwa mwaka 70 AD kwa sababu mkataa kumpokea Mwokozi wa ulimwengu. Wakamsulubisha, wakadai damu yake iwe juu yao na watoto wao. Sasa yaliwapata mwaka 70, walipigwa na majeshi ya Jenerali Tito wa Rumi, wakatawanyika duniani. Lakini Yesu alitabiri habari za mtini na miti mingine yote, akimaanisha mtini ambao ulikatwa, ambao ni taifa la Israeli, utasimama tena, ambapo ni tarehe 14 Mei
1948 taifa la Israeli likaundwa upya chini ya uongozi wa waziri mkuu David Ben Gurion. Wakaanza kurudi kutoka nchi mbalimbali walipotawanyika mwaka 70 AD baada kupigwa na Jenerali Tito na majeshi yake. Walirudi baada ya miaka 1878 ya kutawanyika duniani kote. Ndo sasa mtini ulichipuka tarehe 14 Mei 1948. Lakini Yesu alisema utazameni mtini na nini? Na miti mingine yote. Matawi yake akisha chipuka, mwatambua kwa majira ya mavuno yamefanyaje? Yamekaribia. Mtini ni taifa la Israeli ambalo lilikatwa mwaka 70 na likachipuka tena likaundwa upya tarehe ngapi? 14 Mei 1948. Sasa kama mtini ni taifa la Israeli, miti mingine yote ni nini? Ni mataifa mengine yote duniani kote ambayo yametokea yakiwa mataifa huru. Kwa Yesu, kwa maelezo hayo, alitoa unabii kuwa hizo ndo dalili kuwa yuko mlangoni kuja kulinyakua nini? Kanisa lake. Tunaenda pamoja. Wakati Yesu anatabiri habari za mtini na miti mingine yote, mataifa mengi yaliyoko duniani yalikuwa hayapo. China ilikuwepo, Japan ilikuwepo, na India ilikuwepo, alafu na Afrika, Ethiopia ilikuwepo, lakini haya mataifa yetu mengi yalikuwa hayapo. Hata mengi ya Ulaya yalikuwa hayapo. Sasa yametokea katika kipindi baada ya Yesu kurudi mbinguni, ambapo sasa nakaribia kuja kulinyakua kanisa lake. Amen. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo Waisraeli wao mpaka sasa wanaazimisha mwaka kwa mwaka sikukuu yao ya mikate isiyotiwa chachu. Wamama wa Kiisraeli wakihudumia familia zao kwa wiki nzima kwa mikate isiyotiwa nini? Chachu. Amen. Walipokuwa narudi baada ya taifa lao kuundwa tarehe 14 Mei 1948, Waisraeli waliokuwepo pale walikuwa 650,000. Na kisha wakaanza kurudi kutoka nchi mbalimbali walikotawanyika duniani, ambapo hivi sasa wamesharudi kutoka nchi zaidi ya 100, ambapo sasa wako kwenye milioni kama 7 na kitu wale Waisraeli walioko katika nchi yao. Lakini bado kuna wengine bado hawajarudi. Waliokuwa Soviet Union iliyosambaratika, waliokwisha rudi Israeli walirudi 1,750,000. Karibu wote walisharudi. Alafu waliokuwa katika nchi za Kiarabu walisharudi karibu wote, isipokuwa tu kwa Ulaya. Nchi ambayo ilikuwa na Waisraeli wengi ambao walikuwa bado hawajarudi ni Ufaransa. Walikuwepo 650,000 Waisraeli nchini Ufaransa, na lugha yao ni Kifaransa, isipokuwa dini yao ni ile ile ya Kiyahudi, wanaiazimisha wakitumia lugha ya Kifaransa. Sasa kutokana na mashambulizi ya Waarabu kutoka nchi za kaskazini mwa Afrika, walioko Ufaransa wamekuwa kiwashambulia, wamesababisha Waisraeli wa Ufaransa 2,000 kila mwaka kuondoka na kurudi Israeli. Lakini nchi ambayo ina Waisraeli wengi sana duniani kote ni Marekani, United States of America, ambapo leo hii wapo Waisraeli wa Kimarekani milioni 5. Milioni 5. Na dini yao ni ile ile ya nini? Ya Kiyahudi. Wanaiadhimisha
kwa hizi sikukuu wanaziazimisha katika lugha ya Kiingereza. Alafu kwa taarifa yenu, Waisraeli walio Marekani ndio nguzo muhimili wa uchumi wa Marekani, na ndio nguzo muhimili wa maendeleo ya sayansi na teknolojia ya Marekani. Ikitokea wote wakaondoka wakarudi Israeli, Marekani itaporomoka kiuchumi na kisayansi na teknolojia. Tunaenda pamoja? Sasa nachotaka kuambia Waisraeli wao popote walipo katika nchi yao, mwambie mwenzako, Waisraeli wao popote walipo katika nchi yao iliyoundwa upya tarehe 14 Mei 1948, mwaka kwa mwaka wanaazimisha sikukuu yao ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo inachukua wiki nzima. Kilele chake ni Jumapili ya Pasaka, na wanaiazimisha si mikono mitupu. Wanatoa mapesa kibao, zinakusanywa vizuri, wanakabidhiwa marabi, na wao wanazitumia vizuri kujenga vituo vya kuhudumia watoto, kusaidia wanaorejea kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni. Amen. Hawana mchezo. Wanaendelea kuazimisha kukombolewa kwao kutoka utumwani Misri kwa maazimisho ya mikate isiyotiwa chachu yanayodumu wiki moja. Tunaelewana? Halafu baada ya hapo sikukuu anayoazimisha ni ya pili, inayoitwa sikukuu ya nini? Ya Majuma, na yenyewe ni kwa wiki nzima. Kwa wiki nzima wanaazimisha sikukuu ya nini? Ya Majuma. Inaitwa hivyo kwa sababu inakuja baada ya wiki 7 baada ya Pasaka, ambapo wiki 7 zidisha mara 7 ni siku 49. Ongeza siku moja ya 50, ndio inaazimishwa sikukuu ya Majuma. Wakiazimisha tukio ambapo Musa alizamia kwenye mlima Sinai kwa muda wa siku 40 akiwa katika uwepo wa Mungu, akiwa amefunga na kuomba. Alafu akapokea amri 10 za Mungu ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa kidole cha Mungu mwenyewe. Akatelemuka mwishoni mwa siku 40 akiwa na mbao 2 zenye amri 10 za nani? Za Mungu. Hayo maazimisho wanaendelea nayo mwaka kwa mwaka, tena kwa wiki nzima. Tunaenda pamoja? Wanaazimisha sikukuu ya Majuma kwa wiki nzima, wakiazimisha kutolewa kwa amri 10 za Mungu kwenye mlima Sinai kwa mkono wa nani? Wa Musa. Miaka iliyopita nilimsikiliza waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akitoa maono ya serikali yake. Ni ajabu sana. Alisema hivi, anataka serikali ya Israeli iwe ya kisasa kama internet, na iwe ya zamani kama amri 10 za Mungu. Nilibro nikasema hii ni kali. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo zingatia kuwa wao wanaendelea na maazimisho ya hizi sikukuu zao za Bwana Mungu. Sikukuu ya 3 ambao wanaendelea kuazimisha mpaka sasa mwaka kwa mwaka ni sikukuu ya vibanda, na yenyewe kwa wiki nzima, na katika kilele cha maazimisho wanatoa sadaka zinazoshikika. Sikukuu ya vibanda wanaazimisha jinsi mababu zao baada ya kuwa wamekombolewa kutoka utumwani Misri walivyotangatanga jangwani kwa muda wa miaka 40 wakikaa katika vibanda vya muda. Ndio maana inaitwa sikukuu ya nini? Ya vibanda. Amen. Tunaenda pamoja?
Sasa hizi sikukuu tatu za Bwana Mungu kwa wana wa Israeli zina uhusiano gani na sikukuu za nini? Za kanisa. Naomba unisikilize vizuri. Kuna uhusiano gani kati ya sikukuu tatu za wana wa Israeli na sikukuu tatu za nini? Za kanisa. Nisikilize vizuri, maana haya mambo watu wengi hawajui. Niliwahi kufundisha mambo haya katika kanisa moja la TAG, na mchungaji wake ana PhD 2. Alinisikiliza tangu mwanzo mpaka mwisho. Nilipomaliza aliambia kanisa, jamani, si unajua mimi nimebukua, lakini vitu mwalimu amechambua nilikuwa sivijui, pamoja na rundo la mashahada, na nimeelewa kabisa ni sahihi, tutendee kazi. Simsemi jina lake, ni mchungaji wa TAG. He's the most learned pastor. Amen. Lakini nachotaka kuambia uhusiano kati ya sikukuu hizo tatu za wana wa Israeli ambazo mpaka leo wanaendelea kufanyaje? Kuadhimisha mwaka kwa mwaka. Ngoja nikueleze kwa nini wanaendelea kuziadhimisha. 98% ya Waisraeli jumla yao wanaendelea na dini yao ya nini? Ya Kiyahudi, ambayo msingi wake ni nini? Torati. Unanisikia? 98% ya Waisraeli jumla yao wanashika dini ya nini? Ya Kiyahudi, na misingi yake ni nini? Torati. Ndio maana wanaendelea na siku hizi tatu za Bwana Mungu mwaka kwa mwaka. 2% ya Waisraeli ndio Wakristo, ndo Wakristo. Wao hao Wakristo wanaazimisha Ijumaa Kuu na Jumapili ya Pasaka kama sisi. Imeeleweka? Lakini ngoja nikupe uhusiano kati ya sikukuu tatu za Bwana Mungu kwa wana wa Israeli ambazo mpaka sasa wanaendelea kuziazimisha na sikukuu tatu za kanisa. Kitu cha kuzingatia ni hiki: mambo mengi ya Agano la Kale. Unanisikia? Mambo mengi ya Agano la Kale ni nini? Ni mfano. Umesikia? Ni nini? Ni mfano wa mambo halisi ya Agano Jipya. Narudia tena kwa sababu ndo mahali penyewe. Mambo mengi ya Agano la Kale ni mifano ya mambo halisi ya nini? Ya Agano Jipya. Ngoja sasa niunganishe hapo. Kukombolewa. Tuseme wote, kukombolewa kwa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri ni mfano wa ukombozi wetu. Musa aliyewakomboa ni mfano wa nani? Wa Yesu Kristo aliyefanyaje? Aliyetukomboa. Misri ambamo walikuwemo utumwani kwa miaka miangapi? 400. Ni mfano wa nini? Wa maisha yetu ya dhambi kabla hatujafanyaje? Hatujakombolewa au kabla hatujaokoka. Vinaingia. Farao aliyewatia utumwani nchini Misri, lakini eleweke, Farao ni jina la cheo cha watawala wa nchini Misri wa nyakati zile. Farao ni mfano wa nani? Wa Shetani. Vimeingia. Tuunganishe hapo sasa. Zile sikukuu tatu za Bwana Mungu alizowaagiza washike mwaka kwa mwaka. Unanipata? Wana wa Israeli waliokombolewa kutoka utumwani Misri ni mfano wa kanisa. Imeingia hiyo? Wana wa Israeli waliokombolewa kutoka wapi? Utumwani Misri ni mfano wa nini? Wa kanisa. Kwa hiyo na zile sikukuu tatu za Bwana Mungu walizoagizwa kuadhimisha mwaka kwa mwaka, si mikono mitupu, wakiwa wamejitakasa, wakiwa na matoleo yanayoshikika. Sikukuu tatu
walizoagizwa wana wa Israeli na ambazo mpaka sasa wanaendelea kuadhimisha Pasaka yao, sikukuu yao ya majuma na sikukuu ya nini? Ya vibanda. Ni mfano wa sikukuu tatu za nini? Za kanisa. Vimeingia. Ni mfano wa sikukuu za kanisa. Kanisa hatuna Pasaka. Hatuna Pasaka. Na wao wana nini? Wana Pasaka yao, wakiazimisha walivyokombolewa Waisraeli kutoka utumwani Misri. Sisi tunayo Pasaka yetu ambapo tunaazimisha kukombolewa kwetu kwa damu ya Yesu na kifo chake na kufufuka kwake. Sawa jamani? Isipokuwa tumekuwa tukifanya mzaha, tumekuwa tukiazimisha Pasaka wetu, yani Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 aya ya 7. Tumekuwa tukiazimisha Pasaka wetu kimapocho ya gharama. Wengine wanachinja mbuzi, wengine hata ng'ombe, wengine sijui kreti za soda, wengine ubwabwa, sijui kilo ngapi za nyama, kwa mapocho ya gharama. Huku Ijumaa Kuu na Jumapili ya Pasaka wametoa sadaka za nini? Za visenti. Na ndio maana watu wengi makanisani ni walala hoi, ni mafukara. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo sikukuu ya wana wa Israeli ambao mpaka leo wanaadhimisha wakikumbuka kukombolewa kwao kutoka wapi? Utumwani Misri. Ni mfano wa nini? Wa sikukuu yetu ya nini? Ya Pasaka, ambayo sasa tubadilike tuiazimishe mwakani kwa sadaka inayoshikika, ili tuachilie baraka ambazo nitazieleza. Tunaenda pamoja. Sikukuu yao ya majuma ambapo wanaazimisha kutolewa kwa amri 10 za Mungu kwa mkono wa Musa kwenye mlima Sinai. Ni mfano wa sikukuu gani ya kanisa? Si Pentecost? Ni Pentecost. Na yenyewe tunaifanyia mzaha. Lakini Dr. Barnabas Mtokambale alipochaguliwa kuwa askofu mkuu wa makanisa ya TAG hapa nchini mwaka 2009, aliagiza makanisa yote ya TAG Tanzania nzima yawe na wiki nzima ya maadhimisho ya Pentecoste. Aliagiza na kwa siku hizo wasifundishe somo lingine nje ya Roho Mtakatifu. Niliposikia nikaona huyu askofu mkuu anaijua Biblia. Na sasa baada ya kuwa amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa makanisa ya CPCT, aliagiza makanisa yote ya CPCT yawe na wiki ya Pentecost. Profesa Sylvester Gamanywa katika kanisa lake amekuwa na shamla za maombi ya siku 10 kabla ya Pentecost mwaka huu na wiki ya maadhimisho ya Pentecost. Nikasema Profesa Sylvester Gamanywa hapa amepatia. Amen. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo tunayo Pentecost sambamba na sikukuu ya nini? Ya majuma kwa wana wa Israeli. Tunaenda pamoja. Tunayo na sikukuu ya Pasaka sambamba na sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu kwa wana wa Israeli. Halafu sikukuu ya tatu kwao ni sikukuu ya nini? Ya vibanda ambapo wanaadhimisha baada ya kukombolewa kwao mababu zao kutoka utumwani Misri. Walitangatanga jangwani kwa muda wa miaka 40 wakikaa katika vibanda vya muda. Hiyo sikukuu mpaka leo wanaiazimisha kwa wiki nzima na kwa matoleo. Hiyo sikukuu haituhusu. Mwambie wenzako hiyo sikukuu kama kanisa haituhusu.
lakini sikukuu mbadala. Tunaenda pamoja? Sikukuu mbadala kwa sikukuu ya nini? Ya vibanda ya Waisraeli, ambayo hata sasa wanaazimisha. Sikukuu mbadala ni sikukuu ya nini? Ya upatanisho. Ni sikukuu ya nini? Ya upatanisho, ambayo ni mojawapo ya sikukuu 7 za Bwana Mungu ambazo zimeelezewa katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23. Sikukuu ya upatanisho. Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja? Imeeleweka sasa? Tunapoazimisha Pasaka mwaka kwa mwaka, wao wakiwa wanaazimisha nini? Sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Na sikukuu ya Pasaka unajua kwamba ikiwahi tunaiazimisha mwezi Machi, ikichelewa ni mwezi wa 4. Sikukuu ya Pentekoste ikiwahi ni mwezi Mei, ikichelewa ni mwezi Juni. Na sikukuu ya upatanisho ikiwahi ni Septemba, ikichelewa ni mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Amen. Imeeleweka jamani? Sasa turudi tena kwa sikukuu ya mikate, sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo Waisraeli mpaka sasa wanaendelea kuyazimisha, ambayo ndio Pasaka yao. Ndio Pasaka yao. Kutoka Misri hadi Kanaani. Tunaenda pamoja? Kutoka Misri hadi Kanaani waliazimisha Pasaka yao mara 3. Mara ngapi? Mara 3. Kwa mara ya kwanza ni Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12. Soma sura hiyo yote kabisa. Mungu alimpa maagizo Musa ya kwamba kila familia iandae mwana kondoo na kumchinja, na wachukue baadhi ya damu yake waipake kwenye mimo miwili na kizingiti cha juu. Halafu wasimpike, wamwoke kwenye makaa ya moto na wamule, kuanzia mtoto anayeweza kula tayari na kula hadi aliye mzee wamule. Na wasivunje mfupa hata mmoja wakati wanamla, tena wakuwa wamekaa chonjo tayari kuchepuka kutoka utumwani Misri. Tunaenda pamoja? Tunaenda pamoja? Kwa hiyo mwana kondoo aliandaliwa kifamilia na kuliwa kinini? Kifamilia. Unapenda nikusaidie? Kwa mfano huo huo, mwambie mwenzako, kwa mfano huo huo tunatakiwa kuandaa sadaka ya Pasaka kifamilia. Baba na mama na watoto waandaliwe nini? Sadaka ya Pasaka. Mimi haya mambo niliyapata 2005 mwezi Machi. Ilikuwa ni kabla ya Pasaka. Kwa hiyo sikufundishi nadharia. Ilikuwa ni kabla ya Pasaka. Mimi sifanyi biashara yoyote nje ya huduma. Kabla ya Pasaka nilifanikiwa kupata 70,000. Nikazitoa kifamilia, kwa maana kwa niligawana na mke wangu na watoto wangu 3 na mabinti 2 ambao tulikuwa tunaishi nao wanategemea. Niliziweka ndani ya bahasha, nikaandika sadaka ya Pasaka, tukazipeleka kanisani. Kwa hiyo nilitoa sadaka kinini? Kifamilia kwa mara ya kwanza 2000 na ngapi? Na 5. Na kutoa sadaka nzuri ikakubalika na Mungu. Mwaka utakaofuata utajikuta unatoa pesa zaidi ya hizo ulizotoa mara ya kwanza. Mnanisikia?
Sasa mwaka uliofuata 2006 tulitoa 94,000. Ziliongezeka ngapi? 24. Tulizitoa kifamilia. Mwaka 2007 tulijikuta Mungu ametubariki, tulitoa 129,000 kifamilia. Mwaka 2008 ilikuwa ni milipuko, tulitoa 2,500,000. Alikuwa ni mimi na marehemu mke wangu na watoto wetu 3. Wale mabinti wameshaondoka kwenda kuolewa, tumebaki 5. Kwa hiyo nilizigawa sawa sawa 50,000 nikaweka ndani ya basa, tukazileta kanisani Temeke tunaposali, tukatoa sadaka Pasaka. Hii ni kuambia mimi sifundishi nini nadharia, na kufundisha sawa sawa ninavyofanyaje, ninavyotenda. Na wewe mwakani sasa ujipange kutoa sadaka kifamilia. Lakini kama na watoto ambao wana kazi hawakutegemei, usishughulike nao, watatoa wenyewe. Ni wale ambao wanafanyaje, wanakutegemea, ndio utawatolea sadaka ya Pasaka, wewe baba na wewe mama. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hiyo sadaka ya Pasaka walitoa muda kitambo kabla ya kukombolewa. Mwana kondoo aliandaliwa, kachinjwa, wakamla kifamilia. Na mara tu walipotoa sadaka kondoo wa Pasaka, mwambie mwenzako, mara tu walipotoa kondoo wa Pasaka walitoka utumwani Misri. Amen. Na ile damu ambayo alipaka kwenye mimo miwili na kizingiti cha juu ilimfanya malaika alipokuwa napita, alipoiona alifanyaje? Hakuingia katika nyumba hiyo, maana ni wa teule wa Israeli. Kwa hiyo sadaka ya Pasaka, mwambie mwenzako, hiyo sadaka ya Pasaka iliwaokoa katika maangamizi ya wazaliwa wao wa kwanza. Iliwaokoa na kifo cha wazaliwa wao wa kwanza, na vile vile iliwafanya wakombolewe kutoka utumwani Misri. Amen. Unapenda nikuambie, na napenda nimwambie, usipuuze mafundisho haya. Mwambie mwenzako, usipuuze mafundisho haya. Utakapotoa sadaka Pasaka mwakani, huenda siku zako za kufa zimefanyaje? Zimekaribia. Utamfanya Mungu afanyeje? Akuongezee siku za kuishi. Na kama wewe sasa ni maskini, Mungu atakutoa katika kambi ya nini? Ya umaskini, na kukuhamishia katika kambi ya nini? Ya matajiri. Sijui wangapi wananielewa. Amen. Makanisa ambapo nimefundisha mambo haya, mwaka mmoja tu watu wengi wameinuka. Leo hii wana maisha mazuri. Wana nyumba, wana magari, they have money. Wanakula mema ya nchi. Amen. Tunaenda pamoja. Sasa hiyo nini Pasaka waliazimishwa kwa mara ya kwanza nchini Misri muda kitambo kabla ya nini? Ya kukombolewa. Alafu kwa mara ya pili waliazimisha Pasaka jangwani chini ya mlima Sinai. Baada ya mwaka wa kwanza kufanyaje? Kuisha. Mwanzoni mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili, Mungu aliamuru waazimishe nini? Pasaka yao. Waazimishe walizokombolewa kutoka utumwani Misri kwa matoleo. Na haya tunayasoma kitabu cha Hesabu sura ya 9 aya ya 1 hadi 19. Sasa katika maazimisho hayo ya pili kulitokea kasheshe au tatizo. Wanaume kadha wa kadha walijikuta ni najisi, hawezi kumtolea Bwana matoleo yao ya Pasaka, kwa sababu walishika maiti. Mwenzao alikufa, kabidi wahifadhi maiti yake, wamzike. Na katika Agano la Kale, kama una habari, ukishika najisi, ukishika maiti, we ni nani?
najis, umenajisika. Sasa hawakuruhusiwa kutoa matoleo yao katika Pasaka hii wakiwa chini ya mlima Sinai. Sasa ndipo wakamuuliza Musa, tufanyeje? Tumenajisika. Naye Musa akamuuliza Mungu, wafanyeje hawa? Mungu akamwambia hivi, watatoa matoleo yao siku ya 14 ya mwezi wa pili, kwa maana baada ya siku 30 watatoa sadaka ya Pasaka yao. Kwa mantiki hiyo, mwambie mwenzako, kwa mantiki hiyo, kwa mfano huo, na wewe mwakani, Ijumaa Kuu, Jumapili ya Pasaka, uende utajikuta huna matoleo, huna pesa nzuri inayoshikika ya kutoa, lakini bado nayo nafasi kuanzia Jumapili ya Pasaka mwakani. Uhesabu siku ngapi? 30. Katika kipindi hicho mnaruhusiwa kuendelea kutoa sadaka ya Pasaka. Mnanipata? Kwa hiyo matoleo ya Pasaka yanaendelea tangu siku ya Jumapili ya Pasaka kwa muda usozidi siku ngapi? 30. Ndio hayo ya Hesabu sura ya 9 ya kwanza hadi ngapi? 15. Ni mfano huo. Kwa mara ya 3 waliazimisha Pasaka wakiwa Gilgal, baada ya kuvuka pakavu mto Jordan. Lakini kabla ya kuazimisha Pasaka wakiwa Gilgal mwaka wa 40, Mungu alimwamuru awatahiri wote waliozaliwa na kukulia wapi? Jangwani. Sasa kabidi watahiriwe wote waliozaliwa na kukulia jangwani kabla ya kuila nini? Pasaka. Maana waliotoka utumwani Misri, mwambie mwenzako, waliotoka utumwani Misri jumla yao 3,000,000. Miongoni mwao wanaume wote ilibidi wafanyeje? Watahiriwe. Kwanza katika Agano la Kale unaposoma takwimu, idadi yao ilikuwa ni wanaume tu ndio walikuwa nahesabika. Hata wakati Yesu akiwa hapa duniani, idadi ya wanaume ndio ilikuwa inafanyaje? Inahesabika, wanawake walikuwa hesabiki. Ilianza baada ya kanisa la kwanza la Pentekoste kuzaliwa. Kuna kipindi kilipita wakiendelea kuhesabu wanaume tu waliookoka, lakini kusoma Matendo ya Mitume sura ya 5 walianza kuhesabu na wanawake. Taratibu mpya ukaanza. Amen. Lakini ninachotaka kukuambia, wakiwa Gilgal ilibidi Joshua aliyechukua mahali pa Musa awatahiri wote waliokulia wapi? Jangwani. Ndipo wakaila nini? Pasaka yao. Wakaazimisha Pasaka yao kwa matoleo. Amen. Tunaenda pamoja. Ngoja sasa tuangalie baraka za sadaka ya Pasaka. Kwa kuazimisha Pasaka wakiwa wamejitakasa wana wa Israeli na wakiwa na matoleo yanayoshikika kwa kadiri walivyobarikiwa, Mungu alikuwa anawapa baraka zifuatazo. Na ni baraka hizo ndizo tunazopewa na sisi katika maazimisho ya sikukuu 3 za nini? Za kanisa. The same blessings. Nambari 1 sasa. Nambari 1. Tunaanzia Misri. Naomba nisikilizwe. Andika nambari 1, baraka nambari 1. Twende sambamba, mnifuate vizuri. Sidhani kama uliwahi kusikia mambo haya. Kwa hiyo nifuate vizuri. Nambari 1. Tuanze walipo mula Pasaka nchini Misri muda kitambo kabla ya kukombolewa. Kwa maagizo yale ambayo Mungu alitoa. Nini kilichotokea? Malaika wa Bwana alishuka akawaangamiza wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wanyama. Umesikia? Malaika wa Bwana alifanyaje? Alishuka akaangamiza wazaliwa wa kwanza
wa Wamisri na watumwa na wanyama wote, malaika wa Bwana aliwaangamiza wazaliwa wa kwanza. Twende sasa. Walipoadhimisha Pasaka mara ya ngapi? Ya pili, wakiwa chini ya mlima Sinai, ule mwaka wa pili, mwezi wa kwanza, walipoadhimisha Pasaka kwa matoleo. Nini kilichotokea? Malaika wa Bwana aliamuliwa awaongoze, awalinde, wakielekea wapi? Kanani. Ni Kutoka 23 aya 20. Malaika wa Bwana alishuka akaongoza katika kutangatanga kwao miaka 40. Miaka 39 iliyofuatia ule mwaka wa kuwa chini ya mlima Sinai mmoja, aliwaongoza na kuwalinda katika kutangatanga kwao. Tunaenda pamoja? Tukingali kwenye baraka ya kwanza, jamani, tuelewane hapo. Walipoadhimisha kwa mara ya tatu wakiwa Gilgal, ambapo ni Kanani, Pasaka kwa matoleo husika yanayoshikika. Nini kilichotokea? Ukisoma Kutoka, kitabu cha Joshua, ukisoma kitabu cha Joshua sura ya 5 kuanzia aya ya 2 hadi 9. Kutoka sura ngapi? Ya 5 kuanzia aya ngapi? Ya 2 hadi ngapi? 9. Walipoadhimisha Pasaka wakiwa Gilgal kwa mara ya ngapi? Kwa mara ya 3. Na maadhimisho hayo sasa ni Kutoka ngapi? Sura ya 5 kuanzia aya ngapi? Ya 5 hadi ngapi? 3. Wakiwa Gilgal, ambapo ni Kanani. Nini kilichofuatia? Malaika wa Bwana alishuka. Unasikia? Malaika wa Bwana alifanyaje? Ili afanyeje? Awaongoze katika mapambano yao dhidi ya mataifa 7 ya Wakanani. Maana Joshua alipoinua uso wake akamwona mtu kwa mbali amefuta upanga kutoka alani, ameushikilia mkononi. Sasa akamwendea akamuuliza, hebu niambie, wewe uko upande wetu au upande wa maadui? Na alimwambiaje? La hasha, mimi nimekuja ni amiri jeshi wa majeshi ya Bwana. Joshua akaelewa, kumbe si mtu wa kawaida, ni malaika wa Bwana amekuja kutuongoza katika mapambano na mataifa 7 ya Wakanani na kutumilikisha nchi yetu ya ahadi. Tunaenda pamoja? Kwa hiyo baraka ya kwanza, hata sasa tunapoadhimisha Pasaka kwa matoleo, malaika wa Bwana wanakuwa na kichocheo, wanakuwa activated kufanyaje? Kutulinda. Ni Zaburi ya 91 aya 8 hadi 12. Malaika wanatumwa watulinde toka Pasaka hadi Pasaka mwakani, na vile vile wanaagizwa kutuhudumia, kwa maana kuleta mafao. Ni Waibrania sura ya 1 aya 14. Malaika wanatulinda na wanatuhudumia toka Pasaka hadi Pasaka. Tunaenda pamoja? Tunaenda sasa baraka ya ngapi? Ya pili. Baraka ya pili ni Kutoka 23. Baraka ya pili ya Pasaka, Kutoka 20 ngapi? 23 aya 22. Ukisoma hapo panasemaje? Itakuwa utakaposikiza sauti ya Bwana Mungu kwa bidii, kuangalia kuyatenda yale ni kuagizayo, ndipo Bwana Mungu wako atakuwa adui wa maadui zako na mtesi wa hao wanaofanyaje? Wanaokutesa.
Amen. Na sisi kwa mfano huo huo, mwambie wenzako, na sisi kwa mfano huo huo, baada kwa tumeokoka, tunatakiwa kusikiliza sauti ya Bwana Mungu, ambayo ni nini? Neno lake likihubiriwa, kifundishwa kwa upako na kwa usahihi, na wewe mwenyewe ukilisoma kwa wakati wako na kulielewa na kulitafakari na kuangalia kutenda linavyosema, ndipo Mungu anakuwa adui wa maadui zako na mtesi wa hao wanaofanyaje, wanaokutesa. Hiyo ni baraka ya pili. Tunaenda pamoja. Baraka ya tatu sasa. Baraka ya tatu ni Kutoka 23 aya 23. Wana wa Israeli waliahidiwa kupewa nchi ya mataifa 7 yale ya Wakanani kama urithi wao. Na sisi vivyo hivyo tunayo haki ya urithi kwa kuadhimisha Pasaka kwa matoleo, tukiwa tumejitakasa. Tunayo haki ya nini? Ya urithi. Maana yake Mungu anatubariki, tunanunua mashamba, viwanja na mashamba, viwanja kwa ajili ya kujenga nyumba zetu na mashamba kwa ajili ya kuzalisha mazao. Amen. Twende baraka ngapi? Ya 4 ni Kutoka 23 aya 25. Hapo kuna baraka 2. Mungu aliwaahidi atabariki chakula chao na maji yao, kwa maana kuwa Mungu anaachilia baraka zisizo za kawaida. Hiyo ni baraka ngapi? Ya 4. Papo hapo aya ya 25, Mungu aliahidi kuwaondolea mbali magonjwa. Magonjwa yanafutiliwa mbali. Amen. Magonjwa yanafutiliwa mbali. Ni Kutoka 20 ngapi? 23 aya ngapi? 25. Kadhalika na sisi kwa kushika maagizo ya Pasaka kama wao wana wa Israeli, Mungu aliwahakikishia afya na nguvu. Walitembea miaka 40 jangwani na miguu yao haikufanyaje? Haikuvimba na wakupatikana na nini? Na udhaifu wala ugonjwa. Na sisi Mungu anatuhakikishia afya na nguvu mwaka kwa mwaka, toka Pasaka hadi Pasaka. Tunaenda pamoja. Baraka ngapi sasa? Ya 6 aya ya 25 kuna baraka 2. Sasa wewe umeshinda hapa, waone walionifuata vizuri. Baraka ngapi? Ya 6. Mungu aliwaahidi ya kwamba hapata kuwepo mwanamke hata mmoja ambaye ni tasa au mtu ambaye hatatimiza nini? Siku zake. Watakuwa na maisha marefu. Amen. Ni Kutoka ngapi? 23 aya 26. Kadhalika na sisi Mungu anatuhakikishia nini? Maisha marefu hapa duniani, a long lifespan. Lakini usiniambie ile Zaburi ya 90 sijui ya 10, siku za miaka yetu ni miaka mingapi? 70 hata ngapi? 80, ambayo naitimiza baada ya miaka 2, nitakuwa na miaka 80. Hapo ni mahali pa kuanzia. Mwambie mwenzako, hapo ni mahali pa kuanzia. Mwambie mwenzako, hapo ni mahali pa kuanzia. Miaka 70 hadi 80 ni mahali pa kuanzia. Kama Yesu akikawia kidogo kurudi, tunatazamia kuishi miaka hadi 120. Ndio lifespan ya mtu aliyeokoka, miaka 120. Amen. Na mimi namshukuru Mungu, Januari 2022 nilikuwa naendesha semina Temeke. Kuna mtu aliambiwa aniambia hivi, Mungu amesitisha harakati za kuzeheka.
nitaendelea kubaki hivi hivi nilivyo miaka ijayo. Na Mungu akasema nina kazi naye huyu mtu. Kwa hiyo nimesitisha the aging process. He's going to live. Nina kazi naye. Amen. Tunaenda pamoja maisha marefu hapa duniani. Baraka ya ngapi? Ya 7. Baraka ya ngapi? Mungu anaweka utisho. Anaweka nini? Utisho juu yetu, nyumba zetu, vyombo vyetu vya usafiri. Anaweka utisho. Anaweka utisho. Huo utisho wanaoona ni wabaya wetu, wanaotuchukia. Yaani mkukutana hivi anakuona naogopa kweli, anakwepa kabisa msikutane, anakuogopa kweli. Huo ni nini? Utisho. Kwa Kiingereza wanaita the terrifying anointing. Upako wa utisho unakuwa juu yetu. Lakini wanaoona ni wale wanaotuchukia. Wapendwa hawauoni. Tumeelewana? Tumeelewana jamani? Hizi baraka ndizo walizokuwa wanapewa na Waisraeli wakiazimisha Pasaka yao, na ndizo wanapewa hata sasa. Na sisi ndizo tunapewa hizo hizo tukiazimisha sikukuu 3 za nini? Za kanisa. Turudie haraka haraka. Baraka ya kwanza ni ipi? Mungu anaamuru nani? Wafanyeje? Watulinde na nini? Na kutuhudumia. Baraka ya pili, Mungu anakuwa adui wa maadui zetu na mtesi wao wanaotutesa. Baraka ya tatu, Mungu anatupa nini? Urithi. Urithi kwa maana ya kiwanja na mashamba. Baraka ya 4, Mungu anatubariki isivyo kawaida. Baraka ya 5, anafutilia nini? Mbali magonjwa na udhaifu katika miili yetu. Tunadunda mwaka kwa mwaka tukiwa na afya na nguvu. Amen. Baraka ya 6 ni nini? Maisha marefu. Na hakuna mwanamke anayekuwa tasa au anayeporomosha mimba au mimba kuharibika. Amen. Mwaka 2004 kulifanyika utafiti nchini Marekani ambao ulibaini ya kwamba walikuwepo wa Marekani 55,000 mwaka 2004 ambao walikuwa na miaka kuanzia miaka 100 kwenda juu. Na hapa Tanzania, Radio Tanzania ilitangaza mwaka moja, mwalimu aliyemfundisha baba wa taifa Julius Nyerere katika shule ya Mwisenge Msoma alifariki akiwa na miaka 120. Halafu tulikuwa na mwinjilisti Elizabeth Muganga kanisani Temeke. Baba yake naye alifariki akiwa na miaka 120. Alifanya kazi pamoja na wakoloni wa Kijerumani, akaendelea na kazi na Waingereza walipoitawala Tanzania. Alifariki akiwa na miaka 120. Amen. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja. Mwaka juzi. Mwaka jana. Manyoni, mchungaji Dr. Moses Chihoma alikuwa anafundisha mambo haya. Akawaambia walete sadaka ya Pasaka, Jumapili ya Pasaka. Halafu ile ya baraka ya magonjwa yanafutiliwa mbali. Akawaambia baada ya kuleta sadaka, njoni nifanyeje? Niwaombee. Akaja mama mmoja amepinda mgongo kabisa. Amepinda. Na ametoa sadaka yake nzuri, akamwekea nini? Mkono. Yaani Dr. Moses Chihoma alishangaa kuona na nyoka akawa sawa. Siku hiyo alishindwa. Alinipigia simu.
kunishuhudia. Kaniambia, Mwalimu Tita, mafundisho mmepataje bwana? Mimi leo nimewaambia walete sadaka Pasaka, halafu niwaombee ili waondokane na magonjwa na udhaifu. Sasa mama mmoja alikuwa amepinda mgongo hivi, ukanyooka, ukawa levo. Amen. Tunaenda pamoja. Katika historia ya Israeli, mwambie mwenzako, katika historia ya Israeli, ya wafalme wa Israeli, hakuna mfalme aliyekuwa hodari na aliyekuwa amebarikiwa katika utawala wake kama mfalme Daudi. Alipigana vita na mataifa ambayo alikuwa na majeshi yenye nguvu kuliko majeshi yake, lakini hakuna hata mara moja ambapo alifanyaje? Alishindwa. Kila wakati alifanyaje? Aliwapiga na kuwasambaratisha. Kwa nini? Daudi alikuwa anatoa sadaka zote za sikukuu za Bwana Mungu na matoleo mengine yote. Tena alikuwa anawatangazia wananchi wote, raia wake wote, ametoa nini, kiasi gani. Sasa walikuwa wanafuata nyayo zake. Sadaka Pasaka alikuwa anatoa Daudi kwa wingi na ubora wake. Ndio maana Mungu alipigana vita kwa niaba yake. Alipokwenda vitani, malaika wa Bwana, malaika wa vita chini ya Mikaeli alikuwa anatangulia mbele. Majeshi yake alikuwa anafuata nyuma kufyeka adui. Walikuwa nashinda na zaidi ya kushinda. Halafu walikuwa narudi wameteka nyara na mifugo mbalimbali, wanatoka uwanja wa mapambano, wanasifu mpaka wanaingia katika malango ya Yerusalemu, wanalakiwa na wanawake wa Kiisraeli, mashujaa wa kivita. Wengine wamebeba dhahabu, wengine fedha, wengine chuma, wengine shaba, na wengine vitu mbalimbali vya thamani na mifugo ya aina mbalimbali. Na Daudi hakuwa na tamaa ya fedha. Vitu vyote walivyoteka nyara aliwapa ruksa watumie. Ukiacha fedha, dhahabu, chuma na shaba, viliwekwa katika hazina ya Bwana Mungu kwa ajili ya ujenzi wa hekalu alilolijenga Sulemani. Kwa hiyo Daudi alikuwa amebarikiwa na alishinda vita zote kwa sababu ya kutoa sadaka ya nini? Ya Pasaka, mwaka kwa mwaka. Mfalme aliyefuata nyayo zake ni mfalme Hezekia. Ni mfalme Hezekia. Alikuja mfalme wa Ashuru, Senakeribu, kupigana na ufalme wa Yuda enzi za mfalme Hezekia. Na Hezekia aliogopa sana. Aliogopa kweli, kwa sababu mfalme Senakeribu alikuwa na majeshi hodari hasa. Aliogopa sana. Ndipo sasa Mungu akamtuma nabii Isaya, nenda mwambie asiogope, vita si yake, ni ya kwangu. Kwa hiyo kabla hawajashambulia, usiku mmoja Mungu alituma malaika mmoja katika kambi ya Ashuru, akaua mashujaa wa kivita 185,000. Kuamuka Senakeribu, mashujaa wake wamesha kufa. Alirudi kwa aibu alikotoka nchini kwake, ambapo siku moja aliuliwa na wanaye wawili akiwa hekaluni na sari katika ibada za miungu yake. Wakamuua na mwanaye Esar-Hadon akatawazwa kwa mfalme badala yake. Soma haya Isaya 37. Isaya 30 ngapi? Na 7. Aya ngapi? 36. Katika Agano Jipya, katika Agano Jipya tunamwona Yesu pale Getsemani. Katika Agano Jipya tunamwona nani? Yesu pale Getsemani. Aliomba katika awamu ngapi? 3. Ile awamu ya 3 na ya mwisho aliomba mpaka katokwa na jasho mithili ya nini? Ya damu. Ilibidi malaika ashuke kutoka mbinguni na kumtia nini? Nguvu. Kwa nini? Muulize mwenzako, kwa nini?
ni Luka ngapi? 22 aya ngapi? 43. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Ilikuwa ni majira ya Pasaka. Mwambie wenzako ilikuwa ni majira ya Pasaka. Na Yesu ameazimisha Pasaka, si mikono mitupu. Kwa nini? Kwa sadaka ya Pasaka. Yesu aliazimisha Pasaka si mikono mitupu. Alianza kuazimisha Pasaka na wazazi wake akiwa na umri wa miaka 12. Kwa mujibu wa Torati, watoto wote wa kiume ilikuwa na walazimu kwenda na wazazi wao Yerusalemu kuazimisha Pasaka mwaka kwa mwaka kuanzia miaka mingapi? 12. Na Yesu aliazimisha Pasaka kuanzia miaka 12. Na siku hiyo alipokuwa na henya, usiku huo alipokuwa na henya Getsemane, katika awamu ya 3 aliomba mpaka katokwa na damu mithili ya nini? Akatokwa na jasho mithili ya nini? Ya damu. Ilikuwa ni majira ya Pasaka. Ameadhimisha si mikono mitupu. Mwambie mwenzako ilikuwa ni majira ya Pasaka. Yesu aliazimisha Pasaka si mikono mitupu, kwa matoleo yanayoshikika. Alafu kisoma Matendo ya Mitume sura ya 12. Matendo ya Mitume sura ya 12. Mfalme Herodi alimua Yakobo nduguye Yohana kwa makali ya upanga. Alipoona Wayahudi wanasherehekea, wanafurahia ukatili wake, akamtia ndani na Petro. Ilikuwa ni majira ya Pasaka. Akasubiri Pasaka ipite na yeye amtie nini? Kitanzi. Lakini kanisa lilimwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Amen. Petro akiwa amelala gerezani fofo, malaika akamtokea akampiga ubavuni na kumwamsha, akamwambia hebu amuka, vaa nguo zako, vaa na ndara zako, sando zako, nifuate. Sasa kaamuka akamfuata malaika na milango inajifungua na kujifunga. Akafikiri ni maono, mpaka walipovuka lango la nje malaika karudi mbinguni, Petro akajikuta peke yake. Ndipo akatambua kumbe Mungu amemtuma nani? Malaika kunitoa gerezani. Amen. Ilikuwa ni majira ya Pasaka. Ameazimisha Pasaka si mikono mitupu. Amen. Hapo ni agano jipya. Sasa kuna ujinga ambao unatembea miongoni mwa watu. Eti mambo ya agano la kale hayatuhusu. Kana kwamba agano la kale si nini? Si neno la Mungu. Unasemaje? Agano la kale si neno la Mungu. Uhusiano kati ya agano la kale na agano jipya uko hivi, na malizia hapo. Uhusiano kati ya agano la kale na agano jipya uko hivi. Ni kama jengo. Ni kama nini? Jengo. Lina nini? Lina msingi. Najua msingi kuna nini? Kuna jengo. Ondoa msingi, huna nini? Huna jengo. Kadhalika agano la kale ni msingi. Agano la kale ni nini? Ni msingi. Na agano jipya ni nini? Ni jengo juu ya nini? Juu ya msingi. Ondoa agano la kale, huna nini? Huna agano jipya. Yesu alipokuwa hapa duniani alifundisha na alihubiri kutoka wapi? Agano la kale. Lilikuwa linaitwa Torati, Manabii na Zaburi. Ni Luka 24:44. Ukisoma pale Yesu aliwafafanulia kutoka Torati, Manabii na Zaburi. Maana yake ni agano la kale lilikuwa likiitwa hivyo, au Biblia ya Kiebrania. Kwa hiyo Yesu alihubiri, alifundisha akitumia agano la kale. Kanisa la kwanza lilozaliwa siku ya Pentekoste lilifundisha na kuhubiri kutoka wapi? Likitumia nini? Agano la kale. Kwa sababu agano jipya lilikuwa bado halijaandikwa. Imeeleweka? Fumba macho, nimemaliza. Fumba macho, nimemaliza.
Sasa naomba tuombe rehema. Tuombe nini? Rehema. Pamoja na kuwa tuliokoka wengine miaka kadhaa iliyopita, tumekuwa tukiadhimisha Pasaka kimwili. Kinini? Majira ya Pasaka ndio majira ya kutumia mapesa kibao kwa ajili ya kusherehekea Pasaka majumbani mwetu, kana kwamba maadhimisho ya Pasaka ni kula na kunywa. Badala ya kutoa sadaka inayoshikika kwa kuadhimisha Pasaka wetu, kwa kuadhimisha Mungu alivyoupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee, sisi tumekuwa tukiadhimisha Pasaka kwa visenti, na ndio maana ufukara tumeendelea nao. Na napenda kuomba rehema za Mungu mwakani badilike kweli. Sisemi ya kwamba usile, leta pesa nyingi na utumie hela kidogo tu kwa matumizi ya kawaida, Ijumaa kuna Jumapili, lakini utoe sadaka nyingi sivyo kawaida. Halafu tashuhudia milipuko ya nini? Ya baraka hizi zote. Njoni hapa mbele mnaotaka rehema za Mungu, tuombe rehema. Tuombe rehema. Na wewe unayenisikiliza kwa njia ya Facebook, kwa njia ya YouTube, kwa njia ya Instagram, fuatisha maombi haya. Fanyeni haraka, tuje hapa mbele, fanya haraka. Tuombe rehema za Mungu. Watu wangu wanaangamia kwa kosa nini? Maarifa. Na baraka tumekuwa tukizikosa kwa sababu ya mambo ya kijinga ya kuadhimisha Pasaka kimwili, kimapochopocho ya gharama. Huku Ijumaa Kuu na Jumapili tukiwa tumetoa nini? Sadaka za visenti. Nchini Marekani, mchungaji Rod Parsley wa Columbus, Ohio, Mungu alimwambia siku moja, liambie kanisa lako wanapoadhimisha Pasaka, wanaazimisha jinsi nilivyoupenda ulimwengu upeo hata nikamtoa mwanangu pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na wao waazimishe nilivyoupenda ulimwengu kwa matoleo yanayoshikika, sio ya visenti. Kanisa lake waliitikia. Mwaka wa kwanza walitoa sadaka nyingi sana, walisalimisha. Kilichofuatia, Mungu aliachilia baraka za kupita kawaida. Na mwaka wa pili uliofuata walitoa zaidi walivyotoa mwaka wa kwanza. Ukifanya vizuri mwakani unaofuata, baada ya kutoa kwa mara ya kwanza, utashuhudia kabisa Mungu amekubariki. Utatoa sadaka nyingi zaidi na utazidi toa zaidi na zaidi. Amen. Kwa hiyo tumekuwa mafukara makanisani kwa sababu ya kwenda kinyume. Tumekuwa tukiadhimisha Pasaka kwa kusherekea kimwili, kimapochopocho. Ijumaa Kuu, Jumapili tumetoa visenti. Hela nyingi tumewekeza kwenye ulaji na unywaji nyumbani. Nyosheni mikono yote miwili juu. Nyosheni. Hata wewe unayenisikiliza kupitia Facebook, kupitia Instagram, kupitia YouTube, simamisha shughuli zako. Nyosha mikono yako, usimame popote ulipo hapa nchini na nje ya nchi. Nyosha mikono juu. Rudia maneno haya. Mungu Baba, kwa jina la Yesu, nakiri ya kwamba umesema kweli. Watu wako tumeangamia kwa kosa baraka, tumeangamia kwa kosa maarifa, tumezikosa baraka kwa kosa mafundisho kama haya. Hatukuyajua, hatukuyatendea kazi. Tumekuwa tukiazimisha Pasaka mwaka kwa mwaka tangu tuokoke kimapochopocho, kana kwamba Pasaka ni kula na kunywa. Sasa Mungu, naomba nisamehe, unirehemu. Nimeelewa. Mwakani Pasaka nitajipanga kwa sadaka nzuri ya Pasaka. Nitaazimisha Pasaka
nikiwa nimejitakasa, nikiwa safi kiroho, kinafsi, kimwili, na sadaka nzuri kabisa inayoshikika, ili kuachilia baraka zile zile ambazo wana wa Israeli ulikuwa unawabariki wakiazimisha Pasaka yao kwa matoleo yanayoshikika. Asante Mungu Baba kwa mafunuo haya. Asante Mungu Baba kwa mafundisho haya. Naomba unisamehe kwa kuazimisha Pasaka kimapochopocho. Huku kanisani nimetoa visenti vya sadaka, na Jumapili ya Pasaka nimefanya hivyo, na ndio maana nimekuwa na maisha ya ufukara, ya urarahoi. Naomba unisamehe Baba, katika jina la Yesu nimeomba haya, kwa jina la Yesu nimeomba haya. Amen. Amakofi, amakofi, amakofi.